wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Ahly Omdurman kutokea pale Sudani, mchezo wa kimataifa wa kirafiki na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-1. Michezo ya aina hii ina faida gani kwenye kipindi hiki ambacho timu zimekuwa katika mapumziko ya kimataifa? Kwanza tuanzie hapo kabla kwenda kutazamia kile ambacho kimefanyika katika mchezo huo. Kwanza zina faida kubwa kwa sababu wachezaji wanapokuwa hawajacheza muda mrefu, maana yake kuna namna ambavyo ile shauku ya kutaka kuonyesha vile ambavyo wako navyo, kuna namna ambavyo inapungua, lakini pia ili mchezaji aweze kuwa bora, siku zote mchezaji anahitaji kuwa anacheza. Ndio maana kama mchezaji hachezi basi anafanya mazoezi, lakini kwenye mechi una faida kubwa kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo anaweza akaa na vigeni kutoka kwenye mechi husika kuliko kwenye mazoezi. Kwa anapokuwa anacheza kuna vitu vingi ambavyo anaviongeza kuliko akiwa anafanya mazoezi peke yake. Ukizingatia Simba ameachana na kocha Faldu Davis na amekuja kocha mpya. Kwa hiyo nafikiri hata kuhitaji mchezo inawezekana umeanzia kwa kocha mpya. Kwa nini? Kwa sababu atahitaji kuona aina ya wachezaji ambao yuko nao na ambao atawatumia pale ambapo ligi itarejea, lakini ni nyakati sasa za kuanza kuangalia sifa za mchezaji na ni kivipi ananifaa kulingana na mfumo ambao anataka kuintroduce. Kwa hiyo nafikiri ni njia pekee ambayo Simba ameichagua kuweza kumfanya kocha aendelee kusoma tabia za wachezaji na kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wachezaji walionao wanaendana na falsafa ambayo anaitumia. Kwa nafikiri ni mchezo ambao umekwenda kumuongezea credit, unaweza ukasema. Yaani kama unaelekea kwenye mtihani wa taifa, hii mitihani midogo midogo ya katikati ya wiki, mwishoni mwa mwezi, kuna namna ambavyo inakujenga kwa sababu kuna baadhi ya maswali unaanza kuyajua kabla ya kuendea mtihani wenyewe. Kwa hiyo faida ambayo anaipata kwanza yeye ndio kocha mkuu. Na kwa aina wachezaji ambao wako pale Simba, maana yake unahitaji kutumia maarifa makubwa sana kuweza kuwajua na kuchagua kulingana na falsafa ambayo anaitumia. Kwa hiyo nafikiri Simba amechagua Al Ahly Omdurman kwa sababu ni miongoni mwa timu pia ambayo imekuwa na nyakati bora, sio tu kwenye michuano ya kimataifa lakini hata ukienda kwenye ligi ambayo wanashiriki wamekuwa na nyakati bora zaidi. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa. Utazama hata baadhi ya majina yamehusishwa sana kujiunga na klabu Wekundu wa Msimbazi kwenye dirisha kubwa, lakini wengi wao tunaona wako pia kwenye ligi kuu ya NBC Premier League ikiwemo kocha Florai Benge. Kwa hiyo tumi nafikiri ni mchezo mzuri ambao umekwenda kumfanya sasa kocha ajue ni kivipi anaweza kuanza sasa kuingiza vitu vyake, ama ni kivipi ataanza kwenda na ile mfumo ambao ulikuwa unatumika kabla yeye hajakuepo. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi kuna namna ambavyo umetumiwa kama mchezo kwenda kuongezea ule ubora wa Simba ambao anatafuta ama anautengeneza ni kivipi anaupata, na ukizingatia wamecheza na Al Ahly Omdurman, alafu mechi sidhani kama imeonyeshwa haijaonyeshwa. Kwa hiyo hapo ndio ujue kabisa hiyo ni michezo ambayo iko inahusu mbinu zaidi za mwalimu, lakini pia kutaka kusoma tabia na kila kitu ambacho kinahusiana na wachezaji ambao wako Simba kwa hivi sasa. Mwalimu anaanza kuifahamu timu yake kupitia kwenye michezo mikubwa kama hii, kuwafahamu wachezaji. Kumekuwa na scenario nyingi sana ambazo wadau wa mpira wamekuwa wakizungumza, mashabiki kuhusiana na Jean Charles au kutokana na kile ambacho kinatajwa kwamba amekuwa hajitumi, lakini kwenye mchezo wa leo amefunga. Maingizo mapya ambao pia amekuwa akipata nafasi, tumeona kina Morris Abraham amecheza vizuri, Joshua Mutale pia naye kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu amecheza vizuri sana. Jean Charles ameendeleza pale ambapo ameishia. Hili linakuwa swali gani kwa upande wa Pantev pale ambapo anaanza sasa kuingiza mbinu zake katika kikosi cha Simba? Nafikiri hakuna kocha ambaye anahitaji mchezaji ambaye anampa namba. Yaani haijalishi nini ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, nini ambacho wapinzani au mashabiki wanakizungumza, lakini kama nakupa nafasi na unanipa kile ambacho nakihitaji, kwa nini nisikupe nafasi ya kucheza? Kwa nafikiri sehemu pekee ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba kuna namna ambavyo watu wanatamani yeye awe, lakini kwenye kile ambacho uko nacho kinamfaidisha mwalimu, kimenufaisha timu. Leo hii tunazungumza hiki ambacho kinazungumzwa nje ya uwanja, ingekuwa Jean Charles ana mchango kwa namna moja ama nyingine kwenye kila mchezo, inawezekana sio tu kuzungumzwa, bali kuna watu wangeanza kufanya hata reaction ya kuwatokea viongozi na kuambia. Lakini nafikiri moja kati ya sehemu ambayo Jean Charles amefanikiwa ni kwamba mashabiki wamkubali, lakini kocha anamkubali. Na nini? Ni kulingana na kile ambacho anakiofa. Turudi tu kwenye hao wachezaji ambao
unawalinganisha na Jean Shelea wa mchango ambao amekuwa nao kwenye kikosi chao ambacho wanakitumikia, utagundua bado Jean Shelea wa ni chaguo la kwanza. Na kwa nini tuendelee kumjaji Jean Shelea wa wakati ukirudi kwenye namba, Jean Shelea ndo top scorer msimu uliopita. Jean Shelea na assist, sio tu anafunga na assist. Hadi hivi sasa yupo kwenye kinyang'anyiro cha kuwa MVP wa msimu. Kwa nini tusiendelee kujaji ama kupongeza ubora wa kile ambacho amekuwa kikiofa na kuanza kujaji kwa nini afanye hiki na hiki? Hakuna mchezaji ambaye amekamilika, yani lazima mchezaji aonyeshe madhaifu ili kocha aweze kumuongezea. Hata huyo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ambao tunawatazama kama wafalme wa mpira, bado kuna makosa ambayo anayaonyesha kwenye mchezo. Na siku zote mchezo ni sehemu ya makosa, yani tunajifunza kulingana na makosa, si ndio? Na kwenye mpira ili upoteze lazima ufanye makosa. Yani hata unaona leo Simba Queens alikuwa anacheza na Mashujaa. Aidha Mashujaa wamefanya makosa ndio maana Simba ameshinda, au Simba amelazimisha Mashujaa wafanye makosa. Kwa makosa ni sehemu ya mchezo. Lakini ni kivipi ambacho ukipata nafasi unaonyesha kile ambacho uko nacho? Ndio sehemu pekee ambayo tunarudi kwa Jean Shelea wa amefanikiwa. Sababu tunavyozungumza hadi hivi sasa unarudi tu hata kwenye mechi za awali ambazo amecheza, bado ameonekana mchezaji hatari. Kwa hiyo ifike wakati tupongeze ubora Jean Shelea wa na sio kuanza kuangalia mataifa. Na kwa nini kipindi ambacho anafanya vizuri atumzungumze? Tunasubiri pale ambapo anakosea tuanze kumjaji. Hiyo ni sehemu ndogo ya watu ambao wao wapo kuangalia impact na sio negative. Yaani sio kuangalia pande zote, upande wa positive na negative. Ila wakogo kuangalia tu positive. Yaani wakogo tu kuangalia kile ambacho anatamani yeye kifanyike. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuseme kwamba kama ataendelea hivi, Ahoua bado atabaki kuwa muhimili wa mwalimu yoyote ambaye atamkuta ndani ya kikosi cha Simba. Kwa sababu anafanya majukumu muhimu, anafanya majukumu ambayo kocha yote anatamani kuona mchezaji akiyafanya. Kama mchezaji ana assist, anafunga, kwa nini kocha amweke nje? Kwa sababu kocha mwenyewe yupo kwa ajili ya kutengeneza rekodi yake. Na ili utengeneze rekodi ya mwalimu ategemea wachezaji. Na unawategemea kwenye kufanya vitu vikatokea uwanjani. Kwa hiyo sidhani duniani kama kuna kocha ambaye mchezaji anampa magoli, anampa assist, alafu kaanza kumchezesha nje au kamwanzishia nje eti kwa sababu afanye kile ambacho mashabiki wanakihitaji. Hayupo huyo kocha. Yaani kama hivyo basi mimi mje bila kunigombeza taratibu, mnielekeze ni kivipi Jean Shelea wa anaweza akawa mbadala ama akawa anaanzia nje aliyakuwa anatoa impact kwa maana ya kufunga na kuassist. Na Jean Shelea watali ambao yuko nao sio tu anafunga mabao ya penalti, sio tu anafunga mabao ya faulo kwa maana mipira iliyokufa. Hiyo nyakati anathibitisha daraja kwa kuonyesha madhaifu ya mabeki wa timu pinzani. Kwa hiyo ifike wakati mimi niwaachie makocha wao waone Jean Shelea wao afanye wanachokihitaji, wamwanzishe nje au amtoe, lakini sitosikiliza shabiki nini ambacho anakihitaji. Kwa hiyo kabla tujaanza kumzungumza Jean Shelea wa, turudi sasa msimu tu uliopita. Turudi tumtoe Jean Shelea wa, anza nje au usianze kwenye kikosi cha Simba. Au haupo kwenye kikosi cha Simba. Ni mchezaji gani ambaye anakupa assist na mabao? Mchezaji gani ambaye anaweza akaa na kukupa uwiano wa kufunga na kuassist? Kwa maana kila rekodi ambayo ametengeneza msimu uliopita, ni namba 10 gani wa Simba msimu uliopita anaweza kuifanya? Ukirudi kwenye ile nota mtazama Aweso na Aweso anahitaji kujifunza kupitia Jean Shelea wa. Yaani ukumbuke kabisa kuna wachezaji wanasajiliwa kama daraja la kuwafundisha wengine nini ambacho mwalimu anakihitaji na nini ambacho ukifanya. Alafu wako wengine ambao huwa wanajifunza kupitia kile ambacho kinafanyika ndani ya uwanja. Kwa mimi ukimweka Aweso na Jean Shelea wa, muulize tu shabiki yote, una Aweso na Jean Shelea wa, unaenda na yupi? Tuache kuwa na ile nadharia ya Simba ambayo imepita basi ikao hukumu hadi leo, kwa sababu wale ni wachezaji wengine. Yaani unapomtaja Chama yule alikuwa kwenye kikosi cha 2000 na ngapi, na imefika nyakati hata huyu Chama ambaye alikuwa anazungumza akaanza kushuka kiwango chake. Kwa kama huwa anatoa kitu bora, basi tujaji kwenye ubora alionao na sio kuanza kujaji madhaifu. Hakuna mchezaji ambaye amekamilika 100%.